ambayo mada inabeba dhana hii. KCDE, yani taasisi ya maendeleo na ya kuendeleza mazingira ya Kilimanjaro na ukijanishwaji wa mlima Kilimanjaro. Ukijanishwaji huu ni wa daima, lakini kwa namna ya pekee kabisa katika mwezi huu wa tatu, kwa vile ni mwezi unaoonyesha kuna dalili za mvua na mvua zimeanza. Lakini kwa namna ya pekee huwa naweka msisitizo pia katika kuadhimisha sikukuu yangu ya kuzaliwa ambayo ni tarehe 28 mwezi wa tatu kila mwaka. Naomba nianze kwa utangulizi. Kwa nini tujali kukijanisha Kilimanjaro? Kwa nini tujali kuhifadhi mazingira ya mlima Kilimanjaro? Kwa hiyo swali ni kwa nini? Je, inatuhusu? Mosi, ni wajibu wa kila kiumbe ambao sisi ni viumbe. Mungu ametuumba sisi ni viumbe, akatukabidhi, na tunasoma hili katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15. Mungu akawakabidhi wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa bustani ya Edeni, wailime na kuitunza. Sio tu kuikalia na kuitunza, yani kuijali na kuiendeleza. Ni wajibu basi wa kila kiumbe, hasa mwanadamu aliyepewa akili na utashi na muumba wake. Hatuwezi kuwaambia wanyama watunze huu ulimwengu, wanyama ambao hawana utashi, hawana akili kama sisi wanadamu. Pili, ni wajibu sio tu wa kibinadamu wala wa kiserikali, bali ni wa kila mnufaika wa rasilimali maji, rasilimali hewa, rasilimali chakula, rasilimali kuni, rasilimali zozote tunazoziona, miche, miti ya dawa na kadhalika. Tatu, ni wajibu wetu sisi sote ili kuandaa kesho iliyo njema zaidi kwa vizazi vijavyo. Labda niwaulize wewe unayenisikiliza, wewe unayeniona, ni kiasi gani umejali dunia uliyoikuta ikiwa nzuri na utaiachaje? Swali la msingi kabisa. Wewe na mimi tunaiachaje? Ni vijana siku hizi ukikutana nao, basi ukiongea nao wanakuambia father, unatuachaje? Sasa wewe na mimi tunawaachaje vizazi vijavyo vya wanadamu, vya mimea, vya wanyama katika hali ambayo tumekuta dunia ikiwa mali bora zaidi kuliko sasa hivi, na tunawaachaje hao kwa vizazi vijavyo? Naomba nianze na kweli chungu. Wazungu wanaita bitter truths, kweli chungu. Kwanza, taarifa za kisayansi duniani kote zinaonesha kuwa mwezi Februari mwaka huu 2026 joto liliongezeka takribani nyuzi 1.50 ukilinganisha na viwango vya kabla mageuzi ya viwanda. Kwa hiyo mwezi huu duniani kote, mwezi uliopita samani, mwezi wa pili mwaka 2026, joto liliongezeka. Hizi sio hadithi, hii ni sayansi, huu ni utafiti, huu ni utaalamu, huu ni ukweli, lakini ukweli mchungu. Pili, hewa hatarishi za ukaa ziko nyingi. Kuna inayoitwa kaboni, CO2, carbon dioxide, kuna inayoitwa methani, CH4. Zimeongezeka kwa kiwango kikubwa na hatarishi katika dunia, hasa kuanzia mwaka 2000 hadi sasa. Kwa hiyo kwa miaka 26 hewa nyingi za ukaa, wataalamu wanaita pia greenhouse gases za aina mbalimbali, ziko za aina mbalimbali, zimeongezeka zikaenda kukaa na zinatapakaa katika tabaka la juu kabisa la uumbaji ambalo linaitwa atmosphere, tabaka hewa. Ukishuka chini unakuta tabaka la viumbe, biosphere. Ukishuka chini zaidi, tabaka maji, hydrosphere. Chini kabisa ndio unakuta tabaka mawe, madini, lithosphere. Sasa hewa hiyo imeongezeka sana na inakaa kwa vizazi na vizazi. Inaweza kukaa miaka 200, 300, haiondoki. Ikienda majini pia haiyeyushwi haraka. Kwa hiyo hewa hiyo au aina hizo za hewa zimeongezeka kwa kiasi kikubwa katika dunia katika miaka hii 26 kuliko, na hii tuelewane vizuri,
kuliko hewa ya ukaa ambayo ilikuwa duniani kuanzia miaka ya mageuzi ya viwanda hadi vita vya pili vya dunia mwaka 1945. Kwa hiyo miaka 26 imekuwa ni kubwa kuliko miaka ya nyuma, rudi miaka 200, 300. Kwa hiyo miaka 26 hii imekuwa ni balaa katika ongezeko. Kwa nini? Mwanadamu ameendelea kuongeza viwanda, kuongeza njia za usafiri, meli baharini, ndege angani, magari nchi kavu. Kwa hiyo hewa hiyo imeongezeka sana, na zipo athari nyingi za kuongezeka kwa hewa ya ukaa duniani. Ya kwanza ni ukame. Wakati wa ukame unakuwa mkubwa kabisa, lakini pia kuna wakati wa kinyume cha ukame, mafuriko. Ukame wanaita kitaalamu La Nina, lakini wakati wa mafuriko unaitwa kwa kitaalamu El Nino. Na tunaona hata sasa hivi kuna mvua sehemu nyingi zinanyesha kwa wingi, si kawaida na si vizuri, zinaharibu miundombinu, zinaleta maafa ya wanadamu, viumbe na kadhalika. Kwa hiyo kuna ukame ambao pia unashabiana wakati mwingine na mafuriko. Kuna upungufu wa maji wakati wa ukame. Kuna magonjwa mengi yanayosababishwa pia na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yamefikia kiwango kikubwa sana kipindi cha miaka 26 iliyopita duniani kote. Na magonjwa hayo hata hapa mkoani Kilimanjaro kuna kitu kinachoitwa siku hizi malaria ya milimani, kitaalamu wanaita highland malaria. Kwa nini? Miaka 40-50 iliyopita sehemu za milimani kulikuwa kuna ubaridi. Kwa hiyo wale hawa mbu wasingeweza kuishi kule, kuna baridi. Lakini leo hii joto limeongezeka mpaka kule Kinapa, mpaka wapi kule juu kabisa kule, sehemu zile zilikuwa za baridi, Machame, Kibosho, Kilema, Rombo kule juu kabisa kumeongezeka. Kwa hiyo kuna malaria, ugonjwa wa malaria ambao ni ugonjwa umejitokeza kwa namna mpya ya kwamba malaria ilikuwa tu ni kwenye lowland, kwenye sehemu za tambarare, pwani, mjini, Moshi na kadhalika. Kwa hiyo kuna magonjwa hayo, lakini kuna kupungua kwa uzalishaji wa chakula kutokana na kwamba mvua zinapokuwa chache, wakulima hawawezi kupata mazao kama wanavyotarajia. Lakini pia kuna msongo wa joto kitaalamu tunaita heat stress. Watu wamekuwa stress na joto, watoto wadogo, watu wazima, vijana, na magonjwa pia yatokanayo na ongezeko la joto, high blood pressure ya juu, zaidi ya juu na hata ya chini. Lakini kuna migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Wafugaji wanagombania malisho kwenye mashamba ya wakulima, na hiyo ni vita tunasikia kila mara sehemu mbalimbali katika mikoa mbalimbali ya nchi yetu. Kuna uharibifu wa miundombinu wa madaraja haya yamejengwa kwa fedha za mikopo, kwa fedha za wananchi, kodi ya wananchi, na madaraja haya yanapoharibiwa bila sababu ni kwamba kuna ongezeko la athari za mabadiliko ya tabia nchi. Basi mabadiliko haya ya uharibifu wa miundombinu ni hasara kwa kizazi kilichoko, kwa serikali iliyoko, kwa wananchi walioko, kwa vizazi vijavyo, kwa vile ni kodi, ni mikopo hiyo. Serikali haiwezi kufanya kila kitu bila kukopa pia. Kwa hiyo mvua zinapokuwa nyingi kabisa ni hasara kwako na kwangu na kwa serikali na kwa vizazi vijavyo. Kuna uharibifu wa maisha pia, nyumba, makazi. Tumeona sasa hivi makazi mengi, nyumba zinazuliwa na vimbunga. Kwa mfano kule mkoa wa Rukwa mara nyingi tunasikia hilo, kule sehemu za Sumbawanga, Kigoma, wapi tunasikia mambo kama hayo ambayo hayana afya katika makazi na maisha na mustakabali wa wananchi, na hasa nchi maskini kama Tanzania. Lakini kuna pia vitendo vya ukatili kwa wanawake. Tunapokosa mvua, tunapokosa maji, wanawake wanaweza wakatoka asubuhi kwenda kutafuta maji kilomita 10, kilomita 15. Njiani humo kuna hatari za udhalilishwaji, kuna hatari za wanyama wakali na kadhalika. Kutafuta maji, kutafuta kuni, kutafuta chakula na kadhalika.
lakini kuna kuongezeka kwa umaskini. Ndio maana athari za mabadiliko ya tabia nchi, tunaposikia mvua zimeleta mafuriko, ukame umekausha mazao, kinachoendelea pale, kitakachojiri pale ni umaskini. Umaskini, 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 umaskini. Umaskini wa kipato, umaskini wa ubunifu, umaskini wa kitaaluma. Watoto wanaposhindwa kwenda shuleni au walimu wanashindwa kufundisha vizuri kwa vile shule imezuliwa, pale imevunjwa, wanafundishwa chini ya mti au chini ya sijui pale linalovuja, basi akili haitapanda. Kwa hiyo kutakuwa kuna umaskini wa kitaaluma na kielimu. Sasa taasisi yangu ambayo inaitwa Kilimanjaro Consortium for Development and Environment ina mikakati makini kila mwaka ya kukijanisha mkoa wa Kilimanjaro na Tanzania, na ndio maana kwa namna pekee kabisa nafungua zoezi hili kwa taasisi yangu ya KCDE kwa kuanza kuhamasisha, la kwanza, miti ya siku ya kuzaliwa, birthday trees. Mwaka jana zoezi hili lilifanikiwa na tulishirikiana sana na taasisi zisizo za kiserikali, taasisi za kiserikali, taasisi za dini, wadau mbalimbali, tukaweza kuotesha miti mingi kabisa. Kwa hiyo kwa miaka hii tangu taasisi hii imeanzishwa, miaka takriban 4.5, taasisi hii imekuwa ikijikita katika kugawa miche ya miti bure na kuhamasisha na kutoa elimu. Lazima elimu, unaweza kugawa miti bure ukawa kama unagawa tu kitu ambacho watu haelewi hivi maana yake nini. Lakini kwa nini watu waoteshe miti? Ndio dhana kubwa ambayo naitoa. Kwa hiyo tumekuwa tukiotesha miti zaidi ya milioni 4. Kwa hiyo tunatoa elimu endelevu, KCDE inatoa elimu endelevu, tunatoa machapisho makini na ya kitaalamu katika semina, warsha, tafiti kwa makanisa, misikiti, serikali na kadhalika. Na kwa mwaka huu kuna kitabu kipya kitatoka, kinachapishiwa kule Ulaya, kinatoka wiki hii na nitakitoa rasmi siku ya kuzaliwa kwangu tarehe 28 mwezi huu. Ni kitabu kimeandikwa kwa Kiingereza na kitakuwa ni kwa ajili ya Afrika, vyuo vikuu vya Afrika, a compendium for African universities, watu wanaotaka kukianisha Afrika mazingira yao.